Habari gani Matukio TV, kama ni mara yako ya kwanza tafadhali subscribe na turn on notification. Karibu katika ulimwengu wa siasa. Jina langu ni Matukio TV. Wakili Peter Madeleka kutoka katika chama cha ACT Wazalendo ameamua kujibu gazeti la Nipashe ambapo limeandika kichwa cha habari kwamba serikali ni marufuku kuzungumzia masuala ya Oktoba 29. Gazeti hilo la Nipashe limeandika siku ya leo tarehe 3 mwezi wa pili mwaka 2026 kwamba serikali imepiga marufuku kuzungumzia masuala ya Oktoba 29. Peter Madeleke ameamua kujibu kwa ujumbe mfupi katika mtandao wa Twitter na nukuu, ijulikane mpaka leo tarehe 3 Februari mwaka 2026 hakuna sheria yoyote ambayo imetamka kwamba kuzungumzia mambo ya tarehe 29 Oktoba 25 ni kosa la jinai. Tamko hilo bila kujali imetolewa na nani linavunja ibara ya 18A ya katiba ya Tanzania. Taifa haliponywi kwa kuvunja katiba. Hayo ni maneno mazito kwelikweli kutoka kwa wakili msomi kutoka nchini Tanzania Peter Madeleka, ambapo amejibu kuhusu taarifa au kichwa cha habari cha mwanzoni kabisa, ambapo ukurasa wa mwanzoni kabisa ambapo gazeti la Nipashe limesema serikali ni marufuku kuzungumzia masuala ya Oktoba 29. Hapa kuna sura au picha tatu. Moja picha ya jaji mkuu wa Tanzania, lakini picha nyingine ni rais wa TLS ambaye ni Boniface Mwabukusi, na picha ya tatu ni makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Emmanuel Nchimbi. Una maoni gani kama mwana KUTV? Tafadhali shusha maoni yako katika sehemu ya comment section kwa hichi ambacho amekizungumza Peter Madeleka katika mtandao wa Twitter. Tunaenda katika masuala ya kisiasa. Bye bye.